utukufu wake. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Pokea sifa, utukufu na heshima, Bwana. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya uwepo wako na neema ambayo umetujalia, Mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, kujifunza kutoka kwako, Bwana. Tunaiweka jioni hii ya kipekee mikononi mwako, sisi tulio hapa na wale wote watakaopokea ujumbe huu kwa njia ya mitandao. Baba Mtakatifu, tunaomba utukufu wako Bwana ukafanyike vazi na baraka juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya mwana kondoo tunaomba na kushukuru, amen. Ujumbe ambao Mungu amenipa jioni ya leo umebebwa na kichwa kinachosema nafasi ya chumvi katika maisha ya imani. Nafasi ya chumvi katika maisha ya imani. Na mistari ambayo tutakwenda kuisimamia inatoka kwenye ile kitabu cha Luka sura ya 14 na ule mstari wa 34 mpaka ule wa 35. 34 mpaka ule wa 35. Biblia inasema namna hii: chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika, itiwe nini ikolee? Haifai nchi wala jaa. Watu huitupa nje. Mwenye masikio na asikie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye masikio na asikie. Ndugu zangu, Biblia inasema wazi kabisa kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mungu anasema kwenye neno lake, kama wewe umemwamini Kristo, basi maisha yako yataongozwa na imani, au maisha yako yatategemea kwa sehemu kubwa sana, yatategemea imani. Na ndio maana kichwa chetu cha somo kinasema nafasi ya chumvi katika maisha ya imani. Sasa tunahitaji kuwa waangalifu sana namna tunavyohusisha vitu mbalimbali na imani yetu kwa Mungu aliye hai. Viko vitu vingi ambavyo vinahusishwa na imani, na moja kati ya vitu hivyo ni chumvi. Ni chumvi. Tunaona chumvi imetajwa kwenye Biblia, watu wanatumia chumvi, lakini kutajwa tu sio hoja. Tunataka kuona kwamba chumvi hiyo, pamoja na kwamba imetajwa kwenye Biblia, ina nafasi gani? Matumizi yake ni yapi? Sasa Roho Mtakatifu ametupa nafasi ya kuiangalia chumvi ina nafasi gani katika maisha yetu ya imani, Sasa chumvi tunaitazama katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni chumvi kama chumvi, ile tunayopikia mboga, tunaweka kwenye wali. Hiyo chumvi hiyo literally chumvi, yani hiyo chumvi yenyewe tunaiangalia hiyo. Lakini jambo la pili, tutaiangalia chumvi kama neno. Chumvi kama neno, neno ambalo chumvi neno, lakini sio chumvi. Tunaangalia chumvi kama neno. Hizo namna mbili. Chumvi kama chumvi ambayo watu wanamwaga, unaona kwenye mboga, lakini tutaangalia pia kibiblia chumvi kama neno, limetumika kama neno kwenye Biblia. Na ukiangalia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 13 ule mstari wa 5, unaweza ukaona pia hapa chumvi imetajwa. Na chumvi katika hili Agano la Kale imetumika sana na hasa wakati walipokuwa wakitoa sadaka zile za kuteketezwa zilizokuwa zinatolewa kwenye madhabahu. Chumvi ilikuwa inapakwa kwenye zile sadaka. Chumvi ilikuwa inawekwa kwenye zile sadaka.
na lengo lilikuwa ni kuonyesha kudumu kwa agano la Mungu na watu wake, kwa sababu kimsingi katika agano la kale chumvi ilikuwa ina matumizi ya kuhifadhi. Ilikuwa inahifadhi kitu ili kidumu kwa muda mrefu, kisiharibike. Hata wazazi wetu nyakati hizo walikuwa wanatumia chumvi katika uhifadhi. Walikuwa wanatumia chumvi katika uhifadhi. Na unakuta nyama zile zilizokuwa ni mbichi zinawekwa chumvi ili ziweze kuishi au ziweze kudumu kwa muda mrefu. Na kwa sababu hiyo ukiangalia kwenye hii Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 13 na ule mstari wa 5, anasema je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na wanawe, kwa agano la chumvi. Kwa agano la chumvi. Maana yake nini? Maana yake alikuwa amewapa hilo agano kwa agano la chumvi. Maana yake ni agano lisilovunjika, kwa sababu chumvi inatumika kama kuhifadhi kitu kidumu kwa muda mrefu. Kwa hiyo chumvi ilipokuwa inawekwa kwenye zile sadaka zilizokuwa zinatolewa, Mungu alikuwa anataka wajue kwamba agano lake sio la siku 2 au 3. Agano lake ni la milele. Agano lake halivunjiki. Mungu alikuwa anaonyesha uaminifu wake kwa watu wake. Alikuwa anaonyesha hali yake ya kutobadilika, hali yake ya kutokuwa na kigeugeu. Chumvi ilikuwa inaonyesha ubora wa mahusiano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo agano la chumvi ni agano lisilovunjika. Chumvi ilikuwa ni ishara. Na kumbuka kwamba ishara ni kitu kinachoelezea jambo fulani. Kwa hiyo kuwepo kwa chumvi kulikuwa kunatuelezea sifa ya Mungu ya uaminifu wake katika kutunza agano. Sifa ya Mungu ya uaminifu wake katika kuhifadhi agano. Agano la chumvi pia lilikuwa linaonyesha utakaso, lakini pia kama nilivyosema, lilikuwa linaonyesha uhifadhi. Ukiangalia katika Wafalme wa Pili sura ile ya 2 na mstari ule wa 19 mpaka ule wa 22, Biblia inasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia, twakusihi, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapoza. Akasema, nileteeni chombo kipya, mtie chumvi ndani yake. Wakamletea, akatoka akaenda mpaka chemchemu ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, mstari wa 21, nimeyaponya maji haya, hakutatoka huko tena kufa wala kuzaa mapoza. Sikiliza kwa makini. Elisha aliwaambia wale watu baada ya kwamba watu wamemwambia kwamba maji haya ni kama yanaleta mauti, hayafai na nini, akawaambia, nileteeni chombo kipya pamoja na chumvi. Alipoletewa, Elisha akaenda akatia ile chumvi katika yale maji. Alafu Biblia inasema alikwenda kwenye ile chemchemu akatia ile chumvi. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, Elisha akasema, sikiliza, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutakuwa na tena kufa wala kuzaa mapoza. Kwa hiyo
mkazo haupo katika chumvi. Mkazo upo kwenye neno la Bwana lililotamkwa na Elisha. Neno la Bwana lililotamkwa na Elisha. Uponyaji haukuwa ndani ya chumvi. Uponyaji ulikuwa katika neno la Bwana lililotamkwa na mtumishi wake Elisha. Kwa sababu Elisha alichukua chumvi. Chumvi ilikuwa ni ishara ya utakaso. Chumvi ilikuwa ni ishara ya uponyaji. Lakini chumvi haikubeba uponyaji. Chumvi haikubeba uponyaji. Wala chumvi haikubeba chochote. Ilikuwa ni ishara ya kuonyesha uponyaji wa Mungu aliye hai. Ndiyo maana Elisha alipotia chumvi, hakuacha tu namna hiyo. Alisema, Bwana asema, nimeyaponya maji haya. Kwa hiyo kilichoponya sio chumvi. Kilichoponya ni neno la Bwana kinywani mwa mtumishi wake Elisha. Kwa sababu unajua chumvi wale watu walikuwa nayo. Wangeweza kufanya tu wao wenyewe kama hiyo chumvi ilikuwa kweli inaponya. Na kumbuka, Elisha hakuleta yeye chumvi, hakuleta yeye kusema sasa mimi nimeleta chumvi ndio. Aliwaambia, leteni chombo kipya, leteni na chumvi yenu kutoka huko nyumbani ninyi wenyewe. Mimi siwauzii chumvi wala siwaletei chumvi yangu, leteni ya kwenu. Tofauti na sasa hivi tunapoletewa maji, tunapoletewa chumvi, Elisha anambia leteni ninyi chumvi. Yeye akaichukua tu akaenda kuweka, lakini akasema neno la Bwana lenye uponyaji linavyosema. Elisha alichukua chumvi kama ishara ya kuwa Mungu anatakasa na Mungu anaponya. Ndiyo maana huoni wale watu wakibeba magunia ya chumvi kutaka uponyaji au utakaso. Hawakubeba magunia ya chumvi kwenda nayo nyumbani, kuweka kwenye maduka yao, kuweka sijui kwenye vitanda vyao, sijui kuweka kwenye nyumba zao, ili kuweka sijui ofisini kwao. Hawakuchukua machumvi kuyanywa machumvi ili kwamba wao ndio wawe na ladha. wawe na ladha. Aweke kitandani, mume wake akija kulalia, mume sijui awe na ladha. Aweke sijui ofisini, sijui watu wakija waone. Hapana. Chumvi haikuwa na chochote. Mkazo haukuwa kwenye chumvi kama ambavyo leo tunaweka mkazo kwenye vitu vya namna hii. Mkazo ulikuwa kwenye neno la Bwana lililonenwa na mtumishi wake Elisha. Akasema, Bwana asema na kuanzia sasa hakutakuwa na kufa wala kuzaa mapoza. Lile neno ndio lilikuwa limebeba uponyaji. Ndio maana watu kutoka pale hawakuhangaika na chumvi, hawakuhangaika. Walihangaika na neno la Mungu aliye hai. Glory be to God. Usije ukadanganyika mtu wa Mungu. Uponyaji hauko kwenye vitu. Uponyaji uko kwenye neno la Mungu aliye hai. Kwa neno la Mungu aliye hai. Chumvi ilikuwa ni ishara. Na kazi ya ishara ni kukuelekeza kwenye kitu halisi. Kwa hiyo chumvi ilikuwa inawaelekeza kwenye uweza wa Mungu wa kuponya. Chumvi ilikuwa inawaelekeza kwenye neno la Mungu lilobeba uponyaji. Na ndio maana baada ya neno kutamkwa, maji yale yakafanya nini? Yakapona, yakawa mazuri. Mungu amesema, kwa mfano unaweza ukaona Mungu anasema kwenye neno lake kwamba mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa na wagonjwa watapata afya. Sasa leo hii wagonjwa au watu mbalimbali wangekuwa wanakuja na kung'ang'ania mikono yetu kwamba waende nayo nyumbani kwao, mikono yetu waende kwa sababu Bwana amesema mikono yetu tukiweka kwao watapata afya. Lakini mikono ni ishara tu. Haina lolote, hii ni ishara tu. Mungu anapitisha nguvu zake. Lakini usianze kuiabudu hii mikono. Mungu anaweza kukuponya hata nisipoweka hiyo mikono juu yao. Kwa neno lake tu. Anasema ulituma neno lake na kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamizo yao. Sio kwamba mikono inaponya, na sio kwamba usipoweka mikono Mungu hawezi kuponya. Hapana.
Kwa hiyo tunaiona chumvi kama chumvi ilivyokuwa inatumika yenyewe. Elisha alimwaga kule, chumvi ilikuwa inawekwa kwenye sadaka zile za kuteketezwa, lakini si kwa maana ya kwamba chumvi ilikuwa na kitu chochote. Hapana, chumvi ilikuwa ni ishara tu ya kueleza kitu fulani kwa Mungu aliye hai, kwa Mungu aliye hai. Ndio maana huoni wenzetu wakihangaika na machumvi kwenye manyumba yao. Huoni wakihangaika na machumvi kwenye maofisi yao. Huoni. Kwa sababu walielewa. Na ndugu zangu, tusipoelewa mambo haya, tukaanza kuweka imani yetu kwenye mavyakula, machumvi tunahangaika nayo, nataka kukwambia namna hii, miaka 20 ijayo hatutakuwa na Ukristo. Kwa sababu tunatoka kidogo katika kumwamini Yesu Kristo, tunaanza kuweka imani kwenye vyakula. Kama tutakwenda kwa namna hii, miaka 20 ijayo Afrika hatuna Ukristo. Tutarudi kama kwenye dini za mababu zetu waliokuwa wanaabudu miti na nini na hivyo, tutarudi huko kama hatutaizingatia kweli ya Mungu aliye hai. Lakini jambo la pili, nafasi ya chumvi kama neno. Yesu anatumia neno chumvi kama lugha ya picha. Tumeona kwenye ile Luka sura ile ya 14, lakini tunaona pia kwenye Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 13. Yesu anasema hivi: ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Sasa nikawa najiuliza sana, kama mimi ni chumvi ya ulimwengu, kwa nini nahitaji chumvi nyingine kuweka chumbani kwangu? Yesu anasema mimi ni chumvi. Sasa kama mimi ni chumvi, kwa nini nihitaji chumvi nyingine kumwaga ofisini kwangu? Hapa chumvi inatumika kama neno. Haitumiki chumvi kama ile halisi ya kumwaga. Inatumika chumvi kama neno. Yesu anasema ninyi ni chumvi. Kama mimi ni chumvi, maana yake sina haja ya kuhitaji chumvi nyingine ya kumwaga ofisini, ya kuweka kwenye pochi, ya kuweka kwenye gari, ya kuweka kwenye biashara, sijui ya kunywa. Sihitaji, kwa sababu mimi kwa neno la Bwana ni chumvi tayari. Kama chumvi ndio uponyaji, basi mimi tayari ni chumvi. Sihitaji chumvi nyingine. Maana yake mimi kama ni chumvi, kama chumvi ndio uponyaji, naweza kuponya mke wangu, naweza kuponya watoto wangu, naweza kuponya mume wangu, naweza kuponya biashara yangu bila kuhitaji chumvi nyingine nje yangu, kwa sababu mimi mwenyewe ndiwe chumvi. Lakini anasema chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Maana yake inapoteza hali yake ya kukoleza. Ukiweka kwenye mboga hola, ukiweka kwenye chakula hola, kwa hiyo chakula kinakuwa hakina taste. Hapa Yesu anatumia neno chumvi akimaanisha sisi wafuasi wake. Sisi wafuasi wake. Imani zetu zinapaswa kuhifadhi jamii ili isiharibike, ili jamii isife na dhambi. Lakini sisi kama Wakristo tukipoteza ile hali ya kukoleza, ile hali ya kuwa na ladha kama chumvi, manake ndoa zetu zitaharibika, majirani zetu wataharibika, ulimwengu utaharibika. Kwa hiyo unaweza ukala hayo machumvi, ukanywa maji yenye chumvi, lakini tabia yako wewe ni mbovu. Wewe huna ladha. Unaweza ukanywa hayo machumvi, lakini wewe ni mwasherati mkubwa. Huna ladha.
Unaweza ukaweka hayo machumvi huko chumbani, lakini wewe ni muongo, wewe ni mchawi, huna ladha. Kama Mkristo akiharibika, tunamfanyaje ili aweze kubadilisha jamii, ili aweze kubadilisha familia yake? Kashaharibika, hana ladha. Anasema ninyi ni chumvi, ninyi ni chumvi. Hasemi chukueni chumvi mnywe ili muwe chumvi. Anasema ninyi ni chumvi. Na chumvi ikiharibika itatiwa nini ili ikole? Wewe ni chumvi pale kanisani kwako. Ukishaharibika wewe, tutakufanyaje ili wengine waone mfano bora kwako? Tutakufanyaje wewe? Wewe mchungaji ni chumvi. Ukishaharibika, waumini watajifunza kwa nani? Wewe Mkristo wa kike wa kiume ni chumvi. Ukishaharibika, vijana wa huko duniani watajifunza kwa nani? Hiki ndicho alichokuwa na maanisha Yesu. Ninyi ni chumvi. Kama wewe ni Mkristo alafu umejaa chuki, umejaa uongo, umejaa dhuluma, hiyo chumvi imeharibika. Huwezi kuleta ladha kwenye ndoa, huwezi kuleta ladha kanisani, huwezi kuleta ladha ofisini, huwezi kuleta ladha mahali popote. Huna ushawishi, umepoteza ladha. Chakula kisicho na chumvi hakina ladha. Kama hakina ladha, hakiliki. Kwa hiyo ndugu zangu, Yesu anapozungumzia chumvi kwenye Agano Jipya, hazungumzii chumvi kama ile tunayofikiria sisi kwamba sasa tuweke chumvi kwenye maji alafu tunywe ili tuwe na ladha, tunayoyaongea yapate ladha. Yesu hamaanishi hivi. Yesu anamaanisha tabia zetu sisi. Sisi ni chumvi. Kwa hiyo tabia zetu, kuongea kwetu, maisha yetu yawe na ladha ya kubadilisha watu. Lakini kama anazungumzia chumvi ya kawaida, kwamba chumvi tunywe hayo machumvi ndio tuwe na ladha, basi tutasema tunywe masukari ili tuwe watamu zaidi, ndio tuwe na ladha zaidi. Lakini sio hivyo. Lakini ukiangalia kwenye Marko sura ya 9 mstari wa 50, anasema muwe na chumvi ndani yenu. 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 Sasa hapa ndipo watu tunakosea. Kwa sababu imenenwa kwamba tuwe na chumvi ndani yetu. Kwa hiyo mtumishi anasema kwamba unaona, imesemwa, imeandikwa kwenye Biblia, muwe na chumvi ndani yenu. Unawezaje kuingiza chumvi ndani yako? Lazima ule chumvi. Lazima uweke kwenye maji hiyo chumvi ili uwe na ladha. Hapana. Tunapotosha umma. Na kama Ukristo utakwenda namna hii, nataka kusema tena, miaka 20 ijayo hatuna Ukristo kwa mafundisho haya. Angalia anaposema pale, muwe na chumvi ndani yenu, mkae kwa amani ninyi kwa ninyi. Lazima tumalizie hii sentence. Muwe na chumvi ndani yenu, mkae kwa amani ninyi kwa ninyi. Maana yake tuweze anaposema muwe na chumvi ndani yenu, na kule mbele alikuwa anasema kwamba ninyi ni chumvi. Maana yake kazi ya chumvi ni kuhifadhi, ni kuleta utakaso, ni kuleta upatanisho. Kwa hiyo kama mimi ni chumvi, Mungu hategemei kuona kwamba nakosa amani, yani tunatofautiana na wenzangu alafu hatutengenezi. Ndio maana anasema kama ninyi ni chumvi, muwe na chumvi ndani yenu, na hiyo chumvi iwasaidie katika kupatana ninyi kwa ninyi, katika kuleta amani, katika kuleta ustawi kati yenu. Lakini leo hii ni walokole wangapi tunagombana, tunachukiana? Kwa sababu gani? Kwa sababu tumepoteza ladha. Sisi sio chumvi tena, chumvi imeharibika. Ndio maana tumejawa na chuki, ndio maana tumejawa na dhuluma, tumejawa na uongo, husuda, wivu. Kwa sababu gani? Chumvi imeharibika, hatuna ladha tena. Kwa hiyo Yesu anaposema muwe na chumvi ndani yenu, hamaanishi tule machumvi. Anamaanisha tuwe na uwezo wa kimungu ndani yetu wa kuweza kuishawishi jamii kumjia Mungu aliye hai. Yesu hasemi
tuchukue chumvi tuweke kwenye maduka yetu. Yesu hasemi tuchukue chumvi tuweke vita ndani mwetu, tuweke sijui kwenye ardhi yetu. Yesu hasemi namna hiyo. Ili uwe na mahusiano mazuri na mme wako, ili uwe na ladha kwa mme wako, kula chumvi, kunywa maji ya chumvi. Yesu hamaanishi hicho ndugu zangu. Hamaanishi hicho ndugu zangu. Muwe na chumvi ndani yenu, maana yake muwe na uwezo wa kutatua tofauti zenu ili muweze kukaa kwa amani ninyi kwa ninyi. Ndio maana anasema muwe na chumvi ndani yenu, mkae kwa amani ninyi kwa ninyi. Kama hamwezi kukaa kwa amani ninyi kwa ninyi, manake mmeshindwa kutatua tofauti zenu. Kwa nini mmeshindwa kutatua tofauti zenu? Kwa sababu mmepoteza ladha. Kwa nini mmepoteza ladha? Kwa sababu ninyi sio chumvi. Kwa nini ninyi sio chumvi? Kwa sababu mahusiano yenu na Yesu Kristo hayako sawa. Hayako sawa. Magomvi yasiyoisha katikati ya Wakristo ni kwa sababu tumekuwa chumvi iliyoharibika. Haikolezi katika ndoa, haikolezi kanisani, haikolezi kwenye jamii. Ndio maana Ayubu sura ya 6 mstari wa 6, Ayubu anasema, je, kitu kisicho na ladha yumkini kulika pasipo chumvi? Pasipo chumvi? Au je, uto wa yai una tamaa iwayo yoyote? Una tamu iwayo yoyote? Anauliza Ayubu kwamba ile ute wa yai unaweza kuula ule bila chumvi? Haiwezekani. Haina ladha. Kitu kisichokuwa na ladha kinaweza kulika bila chumvi? Ayubu alikuwa anaonyesha jinsi gani maneno ya marafiki zake, sijui nani ule Eliu, sijui na nani waliokuwa wanampiga kwa maneno, maneno ya rafiki zake yalivyokosa chumvi, yalivyokosa munyu, yalivyokosa neema. Hayana ladha. Ni maneno yasiyojenga, ni maneno yasiyopatanisha, ni maneno ya kukejeli tu, ni maneno ya kuua imani ya mtu, ni maneno ya kushusha moyo wa watu. Ndio Wakristo wengi wamejaa na hayo leo hii. Maneno yao hayana ladha, hayana neema. Ni maneno ya kukatisha watu tamaa, ni maneno ya kuharibu wengine, ni maneno yaliyojaa chuki, ni maneno yaliyojaa matusi na husuda. Hayana neema, hayana ladha, hayana ladha. Ndio maana Wakolosai sura ya 4 mstari wa 6, Biblia inasema, maneno yenu yawe na neema siku zote, yakikolea munyu. Unaona sasa? Anapozungumzia chumvi, anazungumzia neema ya Mungu. Chumvi ina kazi inayofanya kama neema ya Mungu, kama kazi inayofanywa na neema ya Mungu. Ndio maana anasema maneno yenu yawe yenye neema siku zote. Alafu anafafanua yakikolea chumvi, yakikolea munyu. Kwa hiyo hamaanishi chumvi unayoijua wewe kwamba kunywa hiyo chumvi, kunywa maji yenye chumvi ndio utakuwa na ladha. Hapana. Anazungumzia chumvi inawakilisha neema ya Mungu. Na neema ya Mungu huipati kwa mchungaji wako, huipati kwenye dhehebu lako. Neema ya Mungu unaipata kwa Yesu Kristo, kwa sababu yeye amejaa neema na kweli. Neema na kweli. Unataka neema ya Mungu, lazima ushikamane na Kristo Yesu. Ukishikamana na Kristo Yesu, maneno yako yatakuwa yenye neema, yatakuwa yenye chumvi, yatakuwa yenye kujenga, yatakuwa yenye kupatanisha, yatakuwa yenye utakaso, yatakuwa yenye nguvu. Lakini huwezi kusema kwamba ukinywa maji yenye chumvi, Yesu kasema tuwe na chumvi, tukinywa maji yenye chumvi, kwa hiyo kila nitakachoongea kitakuwa kina chumvi, kina ladha. Sicho alichomaanisha Yesu. Vinginevyo sasa namna hiyo tutaenda kubeba magunia na magunia. Yesu anasema hapa, neno lake linasema maneno yenu yawe na neema siku zote. Neema maana yake nini? Nasema yakikolea munyu, mpate kujua jinsi iwapasavyo kumjibu kila mtu. Leo hii watu tunajibiana hovyo tu. Kwa nini? Maneno yetu hayana munyu, yamekosa neema. Kwa nini yamekosa neema? Kwa sababu tumekaa mbali na chanzo cha neema. Chanzo cha neema ni Yesu Kristo mwenyewe. Chanzo cha neema sio chumvi. Chumvi inachimbwa tu huko sijui wapi, huko inakuja inakuwa refined, inaletwa chumvi. Hiyo haiwezi kuleta neema yoyote. Haiwezi kuleta neema yoyote.
Ndio maana ukiangalia kwenye Waebrania 13 mstari ule wa 9 kuendelea pale, anasema hivi: msichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine na ya kigeni, maana Yesu nakupenda, ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema, wala si kwa vyakula ambavyo wao waliokwenda navyo hawakupata faida yoyote. Ndugu zangu, hawa wenzetu hao walikuwa kama sisi nyakati zetu za leo. Walikuwa wanadanganywa na mafundisho ya kigeni kwamba ukila chakula hiki kina upako, ukichukua chumvi hii basi utapata ladha, kila mtu atakupenda kule ofisini. Mtumishi wa Mungu anasema msichukuliwe na mafundisho ya namna hiyo, kwa sababu moyo ni vizuri ufanywe imara kwa neema, lakini sio kwa vyakula. Anapozungumzia vyakula ameweka kwenye makundi. Chumvi liko kwenye kundi la vyakula, chumvi. Sijui keki ipo kwenye kundi la vyakula. Mafuta yapo kwenye kundi la vyakula. Vyote hivyo. Anasema moyo ni vizuri ufanywe imara kwa neema, lakini sio kwa vyakula. Sio kwa vyakula. Chakula hakina neema yoyote. Neema asili yake au chanzo chake ni Yesu Kristo. Ndio maana tunasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu, neema inabubujika kutoka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo tusishikamane na mavyakula, tushikamane na Kristo Yesu aliyejaa neema juu ya neema, neema juu ya neema, lakini sio mavyakula, sio mavyakula. Kwa hiyo tukianza mavyakula, nasema tena, miaka 20 ijayo tutakuwa tuna Ukristo, kwa sababu tunaenda mbali na Kristo kidogo kidogo. Leo tumewaambia watu machumvi, kesho tutawaambia watu makeki, kesho kutwa mafuta, kesho kutwa sijui nini. Tunatoka kidogo kidogo nchi ya Kristo, tunakwenda kwenye mavitu na mavyakula. Biblia iko wazi, anasema ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Lakini Marko sura ya 9 mstari wa 49 anasema kila mtu atatiwa chumvi kwa moto. Atatiwa chumvi kwa moto. Hii ni lugha ya picha, ndugu zangu, kuonyesha kwamba utakaso na swala zima la uhifadhi. Mungu atatutakasa sisi watu wake, lakini Mungu atahukumu waovu, atawahukumu waovu. Ndugu zangu, ninawasihi sana tusichukuliwe na mafundisho ya hovyo yanayotutoa kwa Kristo aliyejaa neema kutupeleka kwenye mavyakula, machumvi, manini ambayo hayana chochote. Maandiko yako so clear. Yako so clear. Tujifunze neno, tujue Mungu anasema nini. Mungu anasema nini? Kama Yesu angeona chumvi ndio natufanya sisi kuwa wenye ladha, angeweza kutuambia tu kwamba kuleni machumvi. Lakini hiki sicho ambacho Yesu anamaanisha. Sicho ambacho Yesu anamaanisha. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, asante kwa uaminifu wako na baraka zako. Pokea sifa, utukufu na heshima. Asante kwa ajili ya jioni ya leo ambayo umetupa, Bwana Mungu. Tunakuomba katika jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu, tunaomba Bwana mabwana, utusaidie. Tuko katika wimbi la mafundisho Bwana yasiyopatana na neema yako. Baba mtakatifu, tunaomba wema wako na baraka zako viwe pamoja na sisi.